Na kitu kingine nataka niambie baadhi ya wanawake ambao wako kwenye ndoa, wamejaliwa neema kuwa kwenye ndoa. Sikia nikwambie wewe mwanamama uko kwenye ndoa. Mwanamke ambaye anayejielewa kwanza anajiamini. Mwanamke lazima uko kwenye ndoa yako jiamini, mimi ni mke wa fulani. Ujiheshimu, respect yourself. Acheni hizi tabia za kuwa mnawafatafata waume. Unakuta kisikia mume wake amefuata mtu anaenda kupigana. Amemwona babarani anaanza kutukanana, unajiaibisha. Mwanamke ambaye anayejiamini, anajiheshimu, anamsubiri mume wake aje nyumbani, amalizane na mume wake. Usimkimbizi mwanamke mwenzio sababu ya mwanaume. Baadhi ya wanaume ni wachonganishi wa maisha. Na mwanaume akishaona unamfatafata, anakuchukulia ize. Anajiona kwako keki, atakufanyia vituko vile ulikuwa ufikiria hata vimetoka from nowhere. Mwanaume kumchunga sana. Mwanaume sio mtoto wako, hukumzaa wewe. Mmekutanana kwenye utu uzima. Huyu ana mama yake, ana wazazi wake. Kwa nini unamfatafata? Paka amekuwa kwani hao wote ya kuwaona? Aliwaona. Lazima mpe uhuru mwanaume, atajichunga dear self. Unafikiri ana akili yeye? Kile anachokifanya akifahamu. Ukiona mwanaume anafuata mwanamke wa nje anajielewa, hakulazimishwa. Hakuna mapenzi ya force. Hakuna love by force. Ni choice, anakuwa ameamua. Sasa kwa hiyo mwanamama, kama unajipenda na unataka kujisamanisha mbele ya mume wako na ndugu zako na watoto wako na jamii nayo kuzunguka, jiheshimu. Acha kumfatafata sana mwanaume. That is not the solution. Kuna wengine mwanaume ukimfatafata sana kupiga hata mbele ya mchepuko anakuaibisha. Ndugu zangu, mambo mengine tujiheshimu wenyewe, tuchunge heshima zetu kina mama. Mwanaume anayekupenda lazima atakustiri.